wadau mbalimbali wa elimu wengine, wageni waalikwa wenzangu, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu zangu, awali ya yote nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia kukutana leo hapa kwa kazi hii maalum tulioipanga ya uzinduzi wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wetu wa darasa la kwanza, lakini pia darasa la pili. Aidha, nawashukuru kwa dhati kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mpango mkakati huu ambao kauli mbiu yake ni KKK, msingi wa elimu kwa maendeleo endelevu. Ndugu zangu, nilipofika kwenye eneo hili nilipitishwa kwenye maonesho na niliona jinsi wizara ilivyojitayarisha. Kwa hiyo nawashukuru na kuwapongeza sana. Lakini vile vile nilipitishwa nikaona vijana wetu wanarithishwa utamaduni wetu, wanacheza ngoma pale ya kunikaribisha. Nashukuru. Na vile vile vijana wetu wa ngonjera, lakini pia kwaya na nyinyi hapa mmefunika. Lakini niseme wote hawa, maonyesho, ngoma, kwaya, ngonjera, wote wameeleza madhumuni ya mpango huu tunaozindua leo. Kwa hiyo nichukue au nitumie fursa hii kuwapongeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na wadau wa elimu na maendeleo kwa kazi kubwa ya kufanikisha maandalizi ya mpango huu. Jitihada hizi zinathibitisha mwelekeo na dhamira yetu ya dhati kuboresha matokeo ya kujifunza kwa watoto wetu. Ndugu zangu, mkakati huu ni miongoni mwa ahadi za siku 100 nilizozitoa wakati nikizindua kampeni ya uchaguzi mkuu ya mwaka jana, na mkakati huu unakusudia kuwajengea watoto wetu uwezo wa kukabiliana na masomo yao ngazi kwa ngazi katika safari yao ya kutafuta elimu, kuendana na mabadiliko yanayotokea duniani na kwa mustakabali wa ujenzi wa uchumi na maendeleo ya taifa letu. Lakini vile vile mkakati huu ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inayosisitiza maendeleo ya rasilimali watu na taifa linaloongozwa na maarifa na uadilifu. Aidha, ni sehemu ya utekelezaji wa sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2013 inayolenga kumwezesha mwananchi kuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo na ustawi wa taifa letu. Tunaweza kujenga miundombinu imara, kukuza maarifa na teknolojia, lakini ikiwa hatukuimarisha msingi wa awali wa kufundisha watoto wetu, tutakuwa tunajenga juu ya msingi dhaifu, na matokeo tumeyaona miaka ya nyuma huko. Tunajenga juu ya msingi dhaifu ambao hauko sawa sawa, na kwa maana hiyo watoto wetu wakitoka kuhitimu masomo yao la 7 form 4 kidogo mambo yanakuwa sio mazuri sana. Lakini sisi pia kwamba hii ndio sababu tumefanya maboresho ya mitaala ya elimu ya lazima kuwa miaka 10, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapikwa vizuri na wanapikwa kisawa sawa. Lakini tunatekeleza haya vile vile kwa sababu tunatekeleza maazimio mbalimbali ya kimataifa. Tunatekeleza azimio la Umoja wa Afrika la mwaka 2024 linalosema Educate and Skill Africa for the 21st century, ili Afrika iweze kuendana na ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063. Kwa hiyo ili tuweze kutekeleza vyema ajenda yetu ya Afrika ya 2023, lazima tuwajenge watu wetu kielimu, kiujuzi na maarifa. Na hiyo mkakati huu ni kutekeleza wito wa azimio hilo.